Mungu, tuko mbele zako asubuhi ya leo, na asante kwa sababu unalo neno kwa ajili yetu, na sisi tumekuja kwa ajili ya neno lako. Ingawa tuna mengi ambayo yametuleta kanisani, pamoja na kuja kuabudu, kushukuru, kuomba, kuimba, kusifu, kutoa sadaka zetu, lakini pia kusikia Yesu unasema nini juu yetu, Roho Mtakatifu unasema nini juu yetu. Na tunaomba kama ulivyosema nasi tangu awali, useme nasi na sasa, uzungumze nasi na sasa, na Roho wako ajifunue katika kutupatia kilicho bora asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu tumeomba. Kanisa liseme amina. Amen. Kanisa liseme amina. Amen. Naomba pale ulipo chukue nafasi yako ukae. Nataka nizungumze ujumbe unaosema nitasimama mbele ya watu wenye cheo na sitasimama mbele ya watu wasio na cheo. Nataka kwa haraka haraka uweze kujua watu wa aina gani wanaweza kuwa na sifa ya kusimama kwa watu wenye vyeo, ya kusimama mbele ya wafalme. Watu wa aina gani ambao wanaweza kuwa na sifa ya kusimama mbele ya matajiri? Watu wa aina gani wanaweza kuwa na sifa ya kunywa chai pamoja na matajiri, kula lunchi, chakula cha mchana pamoja na matajiri, kupata dina au sapa au chakula cha usiku pamoja na matajiri? Kina nani hao? Nataka leo ukiwajua ujiweke kwenye hiyo nafasi, sema amina. Amen. Nasema ujiweke kwenye hiyo nafasi, sema amina. Amen. Nasoma Mithali sura ya 22. Kitabu cha Mithali sura ya 22 na mstari wa 29. Mithali 22:29, neno la Mungu linasema, Mithali 22:29, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Nisaidie kumuuliza mtu fulani, unamuona mtu mwenye bidii kwenye shughuli zake? Unamuona mtu mwenye bidii kwenye kazi zake? Alafu mgeuzie, mwambie wewe una bidii. Mgeuzie, mwambie mpendwa, wewe una bidii kwenye shughuli zako? Wewe una bidii kwenye masomo yako? Wewe una bidii kwenye biashara yako? Wewe una bidii? Ujiulize hilo swali. Anasema umemwona mtu mwenye bidii. Yaani kama utamkuta mtu mwenye bidii kwenye kazi zake, Biblia inatuambia sehemu B pale tunapoendelea, anasema huyo asimama mbele ya nani? Atasimama mbele ya kina nani? Atasimama mbele ya kina nani? Mbele ya wafalme. Wafalme hawataki watu wavivu. Mabosi wakubwa hawataki watu wavivu. Wakurugenzi wakubwa, masio, watu wakubwa hawataki watu wavivu. Wanaweza kuwa tayari kumwajiri mtu asiye na elimu kabisa, lakini kwa sababu jamaa ana bidii. Kwa hiyo huyu mtu kaishia darasa la 7, lakini anapewa kazi na waziri nyumbani kwake. Anapewa kazi na mkurugenzi mwenye hoteli fulani, kwamba huyu ndo atahudumia mwanangu, huyu ndo atasimamia mambo ya kufua nguo, kwa sababu huyu binti, kwa sababu kijana ana bidii. Kwa taarifa yako, anasema mtu mwenye bidii akionekana hasimami mbele ya watu wasio na vyeo. Ukijiona mpaka leo hujaweza kusimama juu ya watu wenye vyeo, wenye mali, wenye utajiri, kuna tatizo. Wanafunzi wenye bidii, kwa taarifa yako, ndio wanachaguliwa kwenye serikali za shule, ndio wanachaguliwa kwenye kamati za shule
na wanakaa na headmaster kujadili maendeleo ya shule, wanakaa na head teacher, wanakaa na mwalimu mkuu kujadili mambo fulani. Unajua kuna serikali za wanafunzi, mnafahamu hiyo. Zamani zilikuwa zitu serikali za wanafunzi, zilikuwa zinaitwa kamati. Wanachaguliwa vijana smart, wenye bidii, wenye akili, wanakuwa tayari hata kuwahudumia walimu wao. Mimi nafahamu kuna baadhi ya wanafunzi kwenye shule wanazosoma, kwa sababu ya bidii zao, walimu hata wanawabebeaga vyakula, walimu wanawapaga hata zawadi. Na ndicho Biblia inachosema. Unamuona mtu mwenye bidii, maana anasema huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Sema amina. Amen. Ninasema hata simama mbele ya watu wasio na cheo, mbele ya watu wasio na maana. Unajua Mordekai alikuwa na kazi ya ulinzi, anasimama getini, lakini anamlinda nani? Anamlinda mfalme. Umeelewa? Unaweza kuwa mlinzi, lakini unalinda nini? Unalinda BOT huko nje ya benki of Tanzania. Wewe utalingana na mtu ambaye anaenda vijumba vya kawaida, hata mshahara wako tofauti. Unaweza ukawa bouncer, lakini nani unayembouncer? Nani unayemlinda? Anasema mtu mwenye bidii hata simama kwa watu wasio na cheo. Kinyume chake anasimama kwa watu wenye mamlaka, kwa watu wenye cheo, kwa watu wenye fedha, kwa watu wenye utajiri, kwa watu wenye akili. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya kanisa, ya kwamba vijana wetu na binti zetu, kwa sababu ya bidii yao, wataonekana maeneo mbalimbali. Sio ni watu ambao kila siku wana malalamiko. Kazi ndogo lakini wanafanya kwa bidii. Kazi ni ya kujitolea. Amepewa kazi ya kujitolea, hafanyi kwa uvivu. Tunajua kwa sababu kazini ya kujitolea, kwa taarifa, kwa sababu unafanya kwa uvivu upewe ajira. Wanakuwa wanafika kazini saa 3 baada ya kufika saa 1:30. Kila wewe siku ukosi sababu, nani akuchukue mtu mvivu? Tazama maandiko, baadaye nitakusomea maandiko yatakushangaza sana, yatakushangaza baadaye. Lakini anasema huyu mtu hata simama mbele ya watu wasio na vyeo. Maana yake mtu mwenye bidii, level za watu wake, matajiri, wenye mali, wenye vyeo, wasomi, wafanyabiashara, ndio level. Mwambie jirani yako, hizo ndio level zangu. Mwambie hizo ndio level zangu. Maandiko yanasema hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Hata atakapoketi kwa chakula pamoja na mtawala, anasema muangalie sana yeye aliye mbele yako. Maana yake nini? Ukialikwa sehemu, alafu bado mshamba, hujazoea baadhi ya vyakula, sasa umekaribishwa, usianze zile pupa ulizozoea zile za kusukumana vikumbo na nini. Anasema ukifika sehemu umekaribishwa chakula kwa watu matajiri, kwa watu wenye fedha, wewe si ndo mlinzi wao, wewe si ndo unashughulikia nyumba yao. Sasa unaambiwa leo utakuwa hoteli fulani kubwa. Sasa ukialikwa, anasema ukifika pale usianze papa, naomba maji ya kunawa. Anasema ukifika pale tulia. Jifanye kama unaomba kidogo, jifanye kama uko busy na simu yako, halafu piga jicho wanaanzaje kula. Bwana asifiwe. Wanaanzaje kushika uma. Sio, mzee nishaye na uma kweli. Naomba maji haraka, kumbe hata maji ya kunawa pale hamna. Na itakuja kutangazwa baadaye wanataka kunawa, ataenda kunawa wapi? Wewe unataka maji uletewe pale. Anasema tulia. Jifunze kwa watu wenye bidii. Jifunze kwa watu waliokutangulia. Jifunze kwa watu wenye maarifa. Jifunze kwa watu wenye ufahamu. Jifunze kwao, na utashangaa maisha yako, hata kama sio msomi, utaanza kuishi kama matajiri wanavyoishi. Hata kama una kitu kidogo, utaanza kuishi kama wasomi. Hata kama una kitu kidogo,
utaanza kuishi kama wenye mali, hata kama una kitu kidogo, kwa sababu una hekima ya kufanya mambo. Na ni maombi yangu ya kwamba kama tuna mtu mvivu kanisani, abadilishe tabia hiyo. Kama kuna mtu goigoi kanisani, abadilishe tabia hiyo. Kama kuna mtu mzembe, abadilishe tabia hiyo. Aanzishe tabia mpya ya kitaua ya kujitoa kikamilifu kwa bidii, ili asimame mbele ya wafalme na mbele ya watu wenye vyeo. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nataka nikuonyeshe mfano wa bidii inayompa mtu kibali mbele ya wenye vyeo. Mfano wa bidii unaompa mtu kibali mbele ya wenye vyeo. Tuangalie mifano michache hapa. Maana wakati mwingine tusije tukawa tunalalamika, wewe fulani analoga, wewe fulani anapendwa. Wewe una bidii kama yeye. Unajitoa kama yeye. Unafanya kama yeye. Tunaanza na kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 11. Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 28. Wafalme wa Kwanza sura ya 11 na mstari wa 28. Sikiliza hiyo na kuonyesha dondoo ya kwanza, mfano au mifano ya bidii inayokupa kibali mbele ya wenye vyeo. Katika Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 28, maandiko yanasema, sikiliza: na huyo Yeroboamu alikuwa mtu hodari, shujaa. Huyu alikuwa mfanyakazi chini ya Suleiman. Mfanyakazi chini ya Suleiman. Huyu ni mfanyakazi chini ya nani? Kuna watu wanadharau kazi za ndani wakati wako chini ya wale kina mama. Wanadharau kazi za housekeeping wakati wako chini wale mabosi. Wanadharau kazi ndogo ndogo za kutumwa, peleka barua, rudi, peleka hiki, rudi. Wanadharau. Kumbe kuanzia hapo, ukiwa unakwenda kama tai, ndio unainuliwa. Maandiko yanasema katika mstari wa 28, na huyo Yeroboamu alikuwa mtu hodari, shujaa. Suleiman akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye uvivu. Suleiman aliona nini ndani yake? Nauliza, aliona nini? Nauliza kanisa, aliona nini? Je, aliona elimu? Je, aliona degree? Maandiko yanasema Suleiman ambaye ni mfalme mwenye hekima, na alikuwa ameshashika hatamu. Na unajua kilichotokea baada ya Suleiman kufa, huyu dogo baadaye akaja kwa mfalme wa zile kabila 10 za Israeli zilipogawanyika. Lakini chanzo chake, maandiko yanasema Suleiman aliona kwa jicho lake kwamba dogo ana bidii. Mwambie jirani yako, tuonyeshe bidii yako. Leo tuna vijana wadogo hapa, wala hata hatujui kama wana bidii au hawana bidii, kwa sababu nao kanisani wanachelewa kama wazee. Wanao kanisani wanachelewa kama watu wenye ndoa na watoto 10. Na ni visichana vidogo, wavulana wadogo, anakuja kanisani baada ya saa 3. Anakuja kanisani baada ya muda wa maombi. Na unasema huyu ni mtu wa namna gani? Maandiko yanasema Suleiman akamuona Yeroboamu kwamba ni kijana mwenye bidii. Bwana akuone kwa jina la Yesu. Bosi wako akuone kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya bidii ulionayo. Na alipomuona ana bidii akafanya nini? Maandiko yanasema Suleiman akaona ya kuwa kijana huyu ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusufu. Sema amina. Amen. Akamchagua asimamie shughuli zote zinazohusu nyumba ya Yusufu. Na mnajua Yusufu alikuwa ni mtu wa namna gani? Ukoo wake ulikuwa namna gani? Alitokea kwa baba Yakobo.
Akapewa huyu kijana. Mpendwa, unaweza kuwa unachelewa kupanda cheo, unaweza kuwa unachelewa kupata kitu, ni kwa sababu ile eneo lizingatii. Na watu wanachukulia maisha kawaida. Usiwaige watu wavivu, usiwaige watu wategeaji, usiwaige watu wasengenyaji kwenye maisha yako. Usiwaige watoto kama hao ambao wanasema leo ibada itachelewa na mimi ngoja nichelewe. Achana nao. Suleiman akumuona huyo kijana kuwa na bidii, akamchagua, akasema huyu namweka kuwa msimamizi, awe waziri katika nyumba ya Yesu. Bidii yako itakufikisha mahali kwa jina la Yesu. Amen. Nasema bidii yako itakufikisha mahali kwa jina la Yesu. Amen. Nasoma katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili, Agano Jipya sasa, sura ya 7 mstari wa 7. Tunaangalia mifano ya bidii inayowapa watu kibali mbele ya wafalme, mbele ya wenye vyeo, mbele ya matajiri, mbele ya wachungaji, mbele ya mitume na mbele ya manabii. Wakorintho wa pili sura ya 7 na mstari wa 7. Wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu, akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. Sikiliza. Paulo anawaambia Wakorinto, baada ya taarifa kumfikia jinsi kanisa linavyoendelea, anasema hivi, aliposikia kwamba watu wana bidii sio ya kawaida, hata kwa mtume, wana bidii ya kazi, wana bidii ya huduma, wana bidii ya kila kitu katika nyumba ya Mungu, wana bidii kwenye kazi zao, kwenye biashara zao, anasema nikazidi kufurahi. Maandiko anasema akaleta taarifa ya bidii waliokuwa nayo. Mtume anasema nikazidi kufurahi. Tazama jinsi ambavyo bidii inawapa watu nafasi. Bidii inawapa watu nafasi. Wakorintho wa pili sura ya 8. Unasogea sura moja tu mbele. Wakorintho wa pili sura ya 8. Sogea sura moja mbele kidogo. Mstari kuanzia wa 16. Mstari kuanzia wa 16. Tasoma hadi mstari wa 22. Lakini ahimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito. Sema amina. Bwana atie bidii ndani yako kwa jina la Yesu. Nasema Mungu atie bidii ndani yako kwa jina la Yesu. Maana aliyapokea kweli yale maonyo, tena huku akizidi kuwa na bidii, alisafiri kwenda kwenu kwa hiari yake mwenyewe. Sema amina, sema amina, sema amina. Watu wenye bidii walazimishwi. Sema amina. Watu wenye bidii wabembelezwi. Sema amina. Watu wenye bidii wasukumu fanya. Maandiko yanasema wanafanya wenyewe. Kwa nini msafishi kanisa? Kwa nini mfanye hivi? Watu wenye bidii hawaulizwi. Anasema akasafiri kwa hiari yake. Akafanya kwa hiari yake, sio kwa sababu kuna watu wanamsukuma fanya. Watu wengi leo ni paka tuwasukume, mbona ufanye hivi? Mbona utoi? Mbona utusaidii? Tena wengine wanataka sasa mchungaji apige magoti mbele yao. Chonde tusaidie. Tusaidie. Kanisa halitaki watu wa namna hiyo. Mungu hataki watu wa namna hiyo. Mungu anataka watu wenye bidii yao wenyewe. Na anasema hao, Mungu atawasimamisha mbele ya wafalme, atawasimamisha mbele ya wenye mamlaka, atawasimamisha mbele ya watu wenye vyeo, atawasimamisha mbele ya watu wakuu katika jina la Yesu. Amen. Anaendelea kusema, maana ishi hapo. Anaendelea kusema mstari wa 18. Na pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika injili zimeenea kwa makanisani mote. Wala si hivyo, bali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii tunayoitumikia, ili Bwana atukuzwe, ukadhihirike utayari wenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini alitumwa na huyo ndugu? Tazama mstari wa 22. Nasi katika mstari wa 22, pamoja nao tumemtuma ndugu yetu tuliyemwona mara nyingi katika mambo mengi
kuwa ana nini? Kuwa ana nini? Ana bidii. Na sasa ana bidii zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu alilo nalo kwenu. Sema amina. Mbona mchungaji anamtumia sana fulani? Huyu ana upendeleo. Sio upendeleo, bidii yake, kujitoa kwake, kumaanisha kwake. Utamshawishi Paulo mtume amwache Timotheo, amwache Tito akamchague mtu mwingine? Unaanza kumshawishi kuanzia wapi? Mbona mimi sipewi nafasi ya kuhubiri? Wiki nzima tukuone kanisani. Unakuja tu Jumapili. Kwenye maombi hatukuone. Kwenye mkesha hatukuone. Halafu tushawishi sisi tukupe ufundishe. Nani kasema? Nani kasema? Utasema sana. Utanungunika sana. Utalaumu sana. Lakini hatushawishiki na wewe. Anasema na pamoja naye tukamuona ndugu yule ambaye amekuwa na bidii mara zote, na sasa ana bidii zaidi sana. Tukabidi tumtume. Usione watu wanatumwa. Hata kazini kwako usianze kijicho, huyu anapendwa. Angalia maisha yake na bosi yakoje. Usio tu na kijicho, naomba kwa jina la Yesu. Huyu mtu ambaye amechukua nafasi bure. Si unamwona bosi akimwita anasema mimi hapa. Hata kama alikuwa anakula anaacha chakula. Asemi kwanza bosi nakunywa chai nakuja, wewe ufai. Yaani bosi wako anakuita anamwambia tafadhali naomba nimalize chai nakuja. Unajua hata hapa kanisani huwa anawatumaga baadhi ya watu. Na huwa ananijibu wakati mwingine hivyo hivyo. Mchungaji, ngoja nimalize kazi fulani kwanza ndio nije. Wewe una bidii. Mwenye bidii ukimwita anasema naam bwana, naomba ufanye hivi. Sawa, anafanya. Sasa watu wanamnege, anasema watasimama mbele ya watu wenye vyeo. Watasimama mbele ya watu wenye mamlaka. Mungu anakwenda kuwapa nafasi kwa wenye vyeo. Anakwenda kuwapa nafasi. Anakwenda kuwapa daraja njema kati ya watu wao. Lakini wamejaa uvivu. Unapewa kazi kwa sababu unalipwa shilingi 2,000. Hii kazi ya buku 2 ya nini bwana? Kama ningekuwa nalipa 10,000 ningekuwa nasikia kwenye radio anasema, watu wanaiba kwa sababu walipwa mishahara midogo. Siacha kama mshahara mdogo. Acha. Si mshahara mdogo? Acha ukakaa ukiwa jobless kama utaweza maisha. Mwizi tu. Na mwizi ashughulikiwe kisawasawa. Wewe unaambia unaiba eti kwa sababu mshahara mdogo. Wewe unamzalishia bosi pesa nyingi. Wewe jambazi tu. Ushughulikiwe kisawasawa. Ulipokubali mshahara, fanya kazi kwa uaminifu. Sasa bosi wako aone bidii yako, akuongezee mshahara. Hata kama ulikubali mshahara mdogo kwa njaa, ufanye kazi. Asa mimi mchungaji analipa shilingi 3,000 kwa siku, alafu anataka nioshe na mavyombo, nifagie. Si ulikubali? Osha, fagia, mfurahishe roho yake. Hili siku moja hata ukimwambia unataka kuacha, yeye mwenyewe anakuuliza, "Kwa nini unaacha?" Unamwambia wazi wazi. Watu wengi wanakuwa na unafiki. Anataka kuacha kazi, akafanya sehemu yenye mshahara mkubwa, lakini anapoongea na bosi wake anataka kuacha, anaanza kuongopa. Nimeitwa kwetu Iringa, nimeitwa kwetu Bagamoyo, nimeitwa kwetu Dodoma, nimeitwa kwetu Morogoro. Acha unafiki. Mwambie bosi, naacha kazi kwako kwa sababu nimepata sehemu nyingine kazi, wameniambia watanilipa mara 2 ya mshahara huu. Alafu bosi afikirie mwenyewe. Usiingie kwenye uongo, labda anaweza kukulipa. Lakini watu wengi hawatutendei haki. Wanatuaga, naomba niende likizo, naomba niende likizo, naomba niende likizo. Haya, unamwandalia likizo. Siku ngapi utakaa? Wanataka muda mfupi sana. Wiki 2. Haya, kwa heri. Baada ya wiki 2 muone. Bwana vipi? Tuna kazi fulani. Bwana vipi? Mama mdogo naye kafa. Bwana vipi? Na jirani yetu kapotea. Kumbe yuko mtaani tayari. Kama unafanya kazi vizuri kwa bosi wako, hawezi kukubali kukuruhusu. Atafanya kile kinachowezekana ubaki. Kwa hiyo mwambie wazi, bosi, mimi nimepata kazi kwa mtu fulani ya 200,000. Na wewe unanilipa 150,000. Kwa hiyo nimeona niende pale. Bosi anakuambia achana naye, nakupa 250,000. Basi mnaendelea. Acha uongo. Maana unapoondoka uongo, ukikwama huko utarudi wapi?
Lakini wengi wanatumia mbinu chafu za uongo kuacha kazi. Lakini kama mtu anaona performance yako ni kubwa, hawezi kukuacha. Hawezi. Nafahamu baadhi ya watu wanafanya kazi vizuri. Hata aliposema kwa mabosi wao naacha, mpaka mabosi wanakasirika na wanakuja mauso wasa, nampoteza mtu mwaminifu. Nampoteza mtu ambaye anafanya kazi kwa sababu ya bidii yake. Na ukimwambia ongeza mshahara, hata ongeza. Lakini wewe uliacha kwa bosi wako, wala hata kumwambia sababu ya kuacha. Na mpaka sasa unaendelea kupitia maisha magumu. Unaendelea kupita maisha ya shida. Anasema na pamoja naye tulimtuma ndugu yule ambaye tumemwona wakati wote alikuwa na bidii na sasa ana bidii zaidi sana. Ndugu yangu, bidii yako itakupa nafasi. Amen. Nasema bidii yako itakupa safari za kikazi. Amen. Nasema bidii yako itakupa safari za kihuduma. Amen. Bidii yako itakupa nafasi kati ya watu wengi unaofanya nao kazi kwa jina la Yesu. Amen. Hata maandiko yanatuambia bidii ya Elia ilisababisha mvua inyeshe. Ni bidii. Hata maombi, wapendwa, tunaomba kwa bidii. Hata maombi. Usiendelee kujiachia vimaombi kidogo. Basi Elia na upako wake, Elia na wito wake, lakini anasema alipoomba akaomba kwa bidii. Unajua mtumishi wa Mungu, mimi nina anointing, naweza tu kukaa chini alafu nikamwita Bwana, nikasema Bwana sikia. Sawa, kama utamwita atasikia, hamna neno. Lakini Yakobo hawezi kuwa mjinga kutuandikia maneno yale. Katika Yakobo sura ya 5, Biblia inaonyesha Elia aliomba kwa bidii. Kwa hiyo kusema nina upako na kibali haizui kuomba kwa bidii. Na kuna watu wakija kanisani tunaomba kwa bidii. Sasa hawa watu ni kama hawaamini. Tunaamini. Lakini tunaonyesha bidii yetu kwa Bwana katika sura ile ya 5 kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari 16 na 17. Anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Ombeaneni mpate kuponywa. Anaendelea kusema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akifanya nini? Akifanya nini? Akiomba kwa bidii. So unaomba unaomba unajua Baba unanijua. Hata Mungu anashangaa, huyu mtu anasimama mbele zangu. Yaani mimi ni Mungu, ni zaidi ya wenye vyeo wote. Akisimama, unajua wenzetu ambao ni maaskari, wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye jeshi, huo wakisimama kwa mabosi wao, huwezi kukuta amelegea ameuachia mwili. Ukikutana bosi wako lazima mwili ukakamae. Lazima ukakamae mwili. Na wengine lazima upige. Huwezi kukutana wewe na bosi wako ana cheo, hapo unamsalimia. Bosi, habari yako? Hamna. Habari ya fande. Umeelewa? Sasa unasimama mbele za Mungu, Baba, katika shida na unamletea Mungu mapozi. Na wengine mliko na macho mazuri, mkimgeuzia Mungu na macho mnamlembulia. Mungu anawaangalia, sasa huyu anasimama kwangu analembua hivi, akaenda kusimama kwa mume wa mtu itakuwaje? Bosi wake akiwa mume wa mtu si atalembua mpaka amshawishi. Simama vizuri mbele za Bwana. Maana yeye ndo mwenye vyeo vyote. Sema amina. Amen. Anasema Elia mstari wa 17, anasema namna hii. Anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye, na mvua yuko juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Sura 18. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Pamoja na kwamba yeye ndiye alifunga mvua, lakini alisimama mbele za Bwana kwa bidii. Mwambie jirani yako, nabadilisha aina yangu ya maombi. Nabadilisha aina yangu ya maombi. Ya kwamba nikiwa mbele za Bwana nitakuwa na bidii. Nitaomba kwa kumaanisha. Nitaomba kana kwamba Yesu anarudi leo. Wewe ujiulize, unaomba mpaka unasinzia, baadaye unakuja kusuka. Ulianza maombi saa 8, unasuka saa 10, unadhani muda wote uliomba. Wewe ulilala kwenye dakika ya 10. Ulilala kwenye dakika ya 10 wewe. Ila kwa sababu usingizi ukikujia, wenyewe unakufunika, utafikiri bahari.
Alafu kistuka magoti yanauma. Oh, leo nimekaa mbele za Bwana muda mrefu. Umeomba nini? Ulimwombea nani? Na mtumishi kwa anapata maono, hamna, wewe mvivu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili kwa haraka. Jambo la pili. Wito wa bidii. Wito wa bidii kwa ajili ya kusimama kwa wenye vyeo. Angalia Waebrania 6 nyuma kidogo. Kutoka Yakobo rudi kidogo nyuma. Waebrania 6 naipenda hii. Isikilize. Waebrania 6:11 anasema hivi. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu afanye nini? Aidhihirishe bidii ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Sema amina. Mwambie jirani yako, bidii inaonyeshwa. Kuonyesha bidii sio kujipendekeza. Kuna watu ambao ni wavivu, ukionyesha bidii kwa bosi wako, itazama, itajifanya mpendwa. Tena anapojipendekeza, Paulo mtume anasema katika Waebrania, bidii inadhihirishwa. Yaani yule akimwona mchungaji yupo ndio anajipendekeza mapema, hamna. Na wewe jipendekeze basi. Kama ni rahisi. Nimesoma kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 11. Anasema kila mmoja wenu tunamtaka. Anazungumza na kanisa. Mwambie mtu fulani, nataka unionyeshe bidii yako kwenye maombi, kwenye kuja kanisani, kazini. Nionyeshe bidii yako. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe. Unakuta wakati mwingine mke anamwambia mmewe, kwa kweli mume wangu zamani alikuwa na bidii ya maombi sana. Wewe nini bwana? Wewe mwenyewe unaomba. Bwana anakuambia kitu kizuri tu. Unang'aka nini? Alikuwa anakuona unaomba, unaunguruma na mambo yanaenda. Sasa uombi, unang'aka nini? Mdhirishie mkeo bidii, acha ujinga. Na Mungu akatuia anamwambia mkewe, mama nakufahamu, ilikuwa ikifika saa 10 ushafunga kilemba, ushafunga kibwebwe, unaabudu. Sasa hivi mama unaamka saa 12. Niache. Wewe ujine shughuli zangu. Wanatujibuki hivyo unajua. Wewe unaona kazi za nyumbani rahisi sana kupika. Watoto wako hawa. Wewe basi nisamehe. Basi sasa utafanya nini? Na mama anang'aka. Na mume wako ana nia nzuri, udhihirishe bidii yako. Unajua wewe, nikwambia, nimesikia ushuhuda mmoja. Kuna kaka mmoja alimpenda dada mmoja kumuoa kwa sababu dada anaombaga sana kanisani. Yaani anaomba sana. Yule kaka kuangalia sura, akasema nikimuoa huyu dada nimehamishia maombi nyumbani. Na kaka ni mtu mwenye uwezo. Wadada wengi wanamyenga-yenga. Yeye akasema huyu dada ndiye anaomba. Kwa hiyo akaenda kwa mchungaji akasema, mchungaji, nataka nimuoe dada fulani. Mchungaji alikuwa anatazama uwezo wa jamaa, unajua na sisi wanadamu tunalinganisha. Akamwambia kwani? Akasema napenda anavyoomba, ile neema ya maombi nataka iamie nyumbani kwangu. Akamwambia sawa. Wakafunga harusi. Hatimaye wakaoana. Walipooana tena sikaolewa. Aombi. Dada kaolewa aombi. Jamaa alichokifanya akavua pete, akampiga nayo usoni. Akamwambia nikikuona hapa nyumbani tena tumeuana. Sasa yule dada haelewi. Kwani nini? Kaka kafiu. Hamuoni tena akiomba kama wakati ule alipokuwa kanisani machozi, kumbe alikuwa analilia mume na kashampata. Mwangalie mtu fulani usoni, nisaidia, analilia nini mume? Yule kaka akakasirika. Bahati nzuri mchungaji akapata neno la maarifa. Akawaita, akasema, kwani wewe kwa nini umemchukia mtu? Kwa sababu sikio ameenda kanisani hana pete. Kuna baadhi ya makanisa anavaa pete. Na ukweli ni mambo ya kawaida. Ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo kuna watu wanaohukumu sana watu. Sasa akamwambia, wewe hujavaa pete ya ndoa. Akasema, mtumishi wa Mungu, sina hamu tena na udada. Kwa nini? Jamaa asemi. Basi mtumishi wa Mungu akasema,
nenda acha niombe. Hatimaye akaomba akasema hivi, mbona naona kama roho ananiambia kwamba mke wako amepunguza maombi. Sasa mtumishi umo mimi nilimuoa nihamishie maombi nyumbani. Siku hizi aombi, ananikera, ananiudhi. Akamwambia ndio hivyo Akasema sawa, Bwana atamrejesha. Lakini bado yuko kwao. Ikabidi mtumishi wa Mungu ampigie simu akamwambia, wewe umetimuliwa kwa nini? Hata mimi baba sijui. Sijamkosea kabisa mume wangu. Sina nini? Akasema hivi, umeacha maombi kama ya kanisani. Kwa hiyo leo Jumapili, uwahi kanisani mapema uanze maombi yako ya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akawahi mapema. Baada akaanza kumtafuta Mungu. Jamaa alipokuja kanisani akaenda kukaa pale karibu. Na ndio ndoa ikatengenezwa tena. Amen. Ikaungwa tena. Ikaendelea kwa sababu roho ya maombi imerudi. Wanawake mjue, wanamume hawapendeeni kwa mambo makubwa. Wanamume wanapendaga vitu vidogo vidogo sana. Wala wanamume hao usiangalie kwamba wanapendaga vitu vikubwa. Anaweza akapenda pua tu, anaweza akapenda ngozi yako tu inavyoonekana. Ukienda kuichubua ndoa haipo. Anaweza kuwa anapenda mdomo wako ulivyokaa. Ukianza una kupiga wino ndoa haipo. Yeye anapenda ukauke hivi. Shaurie, wanaume wapendage vitu vikubwa. Kwani niulize, sura ina ukubwa gani? Mpaka wanaume wanapendaga sura. Sura inazidi kifua ukubwa wake. Sasa nenda kachukue sura yako, utamwona jamaa ana nyuti. Na hata ukiolewa, muulize mtu anataka kuoa, hivi umenipendea nini? Ili akwambie ukimaintain hiyo kitu. Nimependa jinsi ya upole wako, maombi yako. Una maintain. Sio umeolewa maombi basi ukali mtindo mmoja. Hizi ndoa hizi. Na watu hapa mmenisikia kina baba. Na hii ni true. Mnapoulizwa kuhusu viwango vyenu vya maombi kushuka, mnajibu nini wao? Na nyinyi wanawake mnapoulizwa kwamba siku hizi mbona muombe kama zamani, mnajibu nini? Ndio mafaragano na kuanzia hapo hapo. Yaani neno limerudi nyuma. Na mimi siombi. Ndio. Uombe kama zamani. Ili kupasa uombe zaidi kuliko zamani. Au kwa sababu sasa tuna maisha mazuri, tunakula chochote tunachokitaka kwa tunashibia sana mpaka chakula tunakiemea juu juu. Paulo anasema kila mmoja adhihirishe bidii yake. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na ujumbe huu unapozungumza na mtu yeyote, mkumbushe kwamba mimi sikuulizi hili jambo kwa nia mbaya. Kuna watu walikuwa na wahi kanisani sasa hivi hawawahi. Waulize kwa nini hawawahi. Waambie, mpendwa vipi? Una shida gani? Msiogope kuuliza. Mbona bidii yako hatuioni tena? Mbona furaha yako hatuioni? Akiwa mkweli atakwambia. Katika waraka wa kwanza waraka wa pili wa Petro, turudi nyuma kidogo. Waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa 14. Biblia inasema, waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa 14. Maandiko yanasema kama sio lenyewe. Sura ya 3 samahani. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3. Sura ya 3 mstari wa 14. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Anasema fanyeni bidii muonekane katika amani. Hiyo ni waraka wa pili wa Petro sura ya 3 tumesoma mstari wa 14. Nasema tena maandiko katika Mithali sura ya 27 mstari wa 23. Mithali 27 mstari wa 23. Sikiliza maandiko yanasema, Mithali 27:23. Mithali 27:23. Anasema fanya bidii kujua hali ya makundi yako na kuangalia sana ng'ombe zako. Fanya bidii kujua hali ya wanao, hali ya mkeo. Fanya bidii kujua hali ya washirika. Fanya bidii kujua hali ya wapendwa. Fanya bidii. Na sio vitu vya neema, vitu vya kujilazimisha, vitu vya kufanya kwa kujitolea. Hasa fanya bidii kujua hali hata wazazi wako. Kuna watu wanakaa mijini, hawapigi wazazi wao simu, hawapigi ndugu zao simu. Anasema fanya bidii kujua hali ya makundi yako. Fanya bidii katika mambo yote. Unapoweka bidii, ndipo sasa utakapoona matokeo chanya kwenye maisha yako, utapata kibali kikubwa ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yako kwa jina la Yesu.
Usiache kufanya bidii katika mambo yote ambayo unayafanya yaliyo halali na mema, na ndipo utakapoona Bwana akikutendea mambo makubwa yasiyokuwa ya kawaida. Atakutendea mambo makubwa ambayo yatakusaidia. Nasoma katika Luka sura ya 12 mstari wa 58. Luka 12 mstari wa 58 anasema maana unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, na yule kadhi akakutia mikononi mwao wenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani. Kwa sana fanya bidii kupatana. Mmetofautiana, fanya bidii kutafuta amani. Unajua kuna watu wanawakosea wenzao, kwa hiyo wanachokifanya ni kujaribu kumezea hivi. Kama kuna sababu ya kupatana, patana naye. Kama kuna sababu ya kuzungumza, zungumza naye. Hiyo ndio jinsi ambavyo itakupatia kibali na neema mbele za Mungu. Lakini katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 14, Waebrania sura ya 12, Waebrania sura ya 12 tunasoma mstari wa 14. Waebrania 12 mstari wa 14 anasema maneno haya: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Fanya bidii katika utakatifu, fanya bidii katika amani, fanya bidii katika maombi, fanya bidii katika kufunga, fanya bidii katika kazi, fanya bidii katika elimu, fanya bidii katika maeneo mbalimbali, utapata matokeo chanya kwa jina la Yesu. Tatu na mwisho kwa haraka, nafasi zilizo wazi kwa ajili ya watu wenye bidii. Nafasi, fursa, opportunity, kwamba watu wenye bidii nafasi zao zipo mpaka leo. Asije kuambia mtu hamna kazi, hamna si mafanikio, hakuna. Ukiwa na bidii kuna nafasi nyingi za wazi kwa ajili yako. Kuna fursa kubwa za biashara kwa ajili yako. Kuna fursa kubwa za maendeleo kwa ajili yako. Shida kubwa, watu wengi hawana bidii. Ngoja nikuonyeshe fursa. Angalia kwa haraka tulipokuwa tumesoma mwanzo. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 11. Wafalme wa kwanza sura ya 11. Nasoma mstari wa 28. Wafalme wa kwanza 11:28 kwa haraka. Tazama hapa. Maandiko yanasema na huyo Yeroboamu alikuwa mtu hodari, shujaa. Suleiman akaona ya kuwa kijana huyu ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusufu. Jiulize swali, unafikiri kabla ya huyu Yeroboamu kulikuwa hamna mtu ambaye alikuwa anasimamia hizo kazi? Nauliza, kulikuwa hamna mtu? Nauliza, kulikuwa hakuna mtu? Alikuwepo, alikuwa anasimamia. Lakini akaonekana jamaa bidii yake ikalazimishwa alikuwa anasimamia aondolewe. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana wapendwa, ya mafanikio na baraka na vyeo kwa watu wenye bidii. Tumia nafasi hiyo, utapewa nafasi za watu wengine. Huyo mtu bidii yake ikasababisha mtu aondolewe, awekwe yeye. Kwa hiyo unaposema sijui hamna hiki, wewe mwenyewe tayari ni mvivu. Lakini ujijui kama ni mvivu kwa sababu unajifariji, kwa sababu unajiona upo sawa sawa. Lakini kama ungeamua kufanya bidii, kwa taarifa yako, fursa ya vyeo, fursa za kuongezewa mshahara, fursa za kupewa mikataba mingine mizuri zipo wazi. Kwa hiyo Yeroboamu akasukuma nafasi ya mtu fulani, akaichukua yeye, na kuanzia siku hiyo akawa bosi. Unajua pale bosi fulani, si bosi, hamna shida. Hata kama umeajiliwa pale kwa nafasi ya chini, bidii yako itakupandisha tu. Kuna mtu ataondolewa, utapewa wewe. Sema amina. Amen. Sema amina. Nazungumzia nafasi na fursa zilizo wazi kwa ajili ya watu wenye bidii. Watu wenye bidii hawakosagi kazi. Watu wenye bidii hawakosagi fedha. Watu wenye bidii hawakosagi utajiri. Sema amina. Amen. Hawakosagi. Kwa sababu Mungu mwenyewe anaona huyu mtu anafaa. Wanadamu wanaona mtu anafaa, wanampa nafasi. Jaribu kuanza na kuhubiri kwa bidii, kwa moyo, kwa kujitoa. Kwa nini Mungu asinipe nafasi mbalimbali? Kwa nini asinipe nafasi? Kwa hiyo hata tukienda kwenye interview, kama watu watakao wanasema tunawafanyia usaili wachungaji
wanaohubiri kwa bidii, mimi nafasi ya kazi nitapata. Na kama nafasi ya kazi nitapata. Lakini wewe njoo hapa, halafu hubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu anawapenda sana. Na mbinguni tutafika na Bwana ni mwema. Hapa watu tunafanya bidii mpaka sauti inakauka. Tunafanya bidii ya kuhubiri mpaka katika unasikia uwezi kumeza mate. Kwa sababu hii ni kazi. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Na kazi inataka jasho. Kajasho kidogo katoke. Ingawa leo katika viyoyozi ni ngumu kutoka jasho. Lakini fanya bidii kwenye kile kiyoyozi. Fanya bidii kwenye kile kiyoyozi. Watu waone unafanya kazi. Sio kuwekewa kiyoyozi, unapiga mausingizi unaunguruma kama simba. Eti niko kwenye kiyoyozi mtumishi, naamua kuondoa uchovu. Mwambie jirani yako, fanya bidii, nafasi ziko wazi kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Nasema nafasi ziko wazi kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Mithali 12:24. Mithali 12:24. Mkono wa mwenye bidii utafanya nini? Utatawala. Bali mvivu atalipishwa kodi. Utatawala. Nasema wewe unatawala. Nasema wewe unatawala. Maana mkono wenye bidii utatawala. Mithali 21:5. Mithali 21:5. Kinyume cha bidii watu watakupenda. Kinyume cha bidii watu watakujali. Maandiko yanasema Mithali 21:5, mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri. Sema amina. Amen. Mawazo ya mwenye nini? Bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Mawazo ya mtu mwenye anawaza kupanga utajiri, anawaza kufanya mambo ya biashara, mambo ya kilimo, mambo ya kazi, na ni mtu mwenye bidii. Maandiko yanasema huyo mtu anaelekea kwenye utajiri. Sema amina. Sema amina. Mithali sura ile ya 10 mstari wa 4. Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini. Umesikia hiyo? Unapofanya vitu kwa uzembe. Unajua hata wakati mwingine hata ukiwa ni mama bado hujaanza kazi huko nyumbani, lazima ufanye kazi zako kwa bidii. Uamke mapema, uandae nyumba yako mapema, umwandae baba aende kazini mapema. Sio tu wanaume ndio wanaamka wenyewe, wanajisukuma, wanaenda kufanya hiki, wewe umelala tu pale kitandani. Utapendwaje? Lakini mpaka mmeo anarudi saa 9 chakula hakijaiva. Unajua na watu ni wanadamu, ndani ya moyo wanajisikia vibaya. Na hata akatumia na mwambia, wewe naye bwana, ukosi kulalamika. Jamani, saa 9 isilalamike, njaa inauma. Anasema mtu afanyaye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utafanya nini? Utajirisha. Kama utaruhusu bidii kwenye maisha yako, utajiri ni sehemu yako kwa jina la Yesu. Nasema utajiri ni sehemu yako kwa jina la Yesu. Hautakuwa tena maskini. Hautakuwa tena ombaomba. Hautakuwa mtu ambaye hautaweza kufanikiwa. Maisha yako yatafanikiwa. Maisha yako yatapata maendeleo. Na natamani kusoma maandiko mengi, lakini ukisoma katika sehemu kadhaa za Biblia inasema mtu mvivu ukataliwa. Yaani ukiwa mvivu utakataliwa. Ukiwa mvivu utachukiwa. Ukiwa mvivu utafukuzwa kazi. Ukiwa mvivu, unajua kuna watu wanapewa kipindi kile cha kuangaliwa. Njoo kazini tukuangalie. Njoo kazini tukuangalie. Wanafanya kazi kwa bidii. Wakipewa tu ajira, hawana bidii tena. Sababu kidogo kazini haendi. Mpaka bosi anaweza kukasirika. Mungu akupe kubadilisha maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akupe kubadilisha maisha yako kwa jina la Yesu. Kupitia bidii yako na kujitoa, ikupe fursa mbalimbali. Kama ni katika kazi kubwa, upate fursa za safari. Kama ni katika kazi ndogo, upandishwe na ufike katika cheo cha juu. Kama ni katika kazi zako mwenyewe, mapato yako yatoke 1 kwenda mpaka 11. Mapato yako yatoke chini kwenda mpaka juu, kwa sababu ni kazi yako, ni biashara yako. Usifanye kwa uvivu, ifanye kwa bidii. Pale uliposimama, tumwambie Bwana asante kwa sababu tunataka tuketi, tusimame, tule, tunywe, tuwe na urafiki na watu wenye vyeo, watu matajiri. Sio kwa kuwaloga, sio kwa kuomba sana watugeukie.
kwa wao kuona bidii yetu. Nataka bidii yangu Jehova inipe nafasi. Yeye ambaye aliona bidii kwa kijana yule mdogo wakati ule aliyeitwa Yeroboamu, na akapandishwa mpaka kusimamia nyumba ya Yusufu. Bidii yako katika kazi ionekane. Bidii yako katika biashara ionekane. Bidii yako katika huduma ionekane. Na Mungu akaikubali. Watu wanaiona wakaikubali. Watu wanayekujua wakaikubali. Watu mbalimbali wakaikubali, na kwamba ikusimamishe mbele ya wafalme. Ikusimamishe mbele ya watu wenye vyeo, maana mtu mwenye bidii hata simama kwa watu wasio na vyeo, hata simama kwa watu wasio na fedha, hata simama kwa watu wasio na mamlaka. Yeye atasimama mbele ya watu ambao wana vyeo, wana fedha, wana mamlaka. Na Bwana akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Bwana akupe hiyo neema kwa sababu ya bidii yako katika biashara. Bwana anakutanisha na wafanyabiashara wakubwa kwa sababu bidii yako katika shughuli zako. Bwana anakutanisha na watu wakubwa ambao tayari wameshaendelea, ambao tayari wameshapata mafanikio. Nataka umaanishe na umwambie Bwana, kupitia shughuli zangu, kupitia biashara zangu, kupitia kazi zangu, utanisimamisha mbele ya watu wenye vyeo, utanisimamisha mbele ya watu wenye mamlaka, utanisimamisha Bwana mbele ya watu waliofanikiwa, utanisimamisha Bwana mbele ya watu walioendelea. Mwambie Bwana mchana wa leo, mwambie Jehova mchana wa leo ya kwamba sitasimama kwa watu wanyonge, kwa watu wasio na cheo, kwa watu ambao hakika ni wa kawaida, lakini bidii yangu Jehova, lakini kujitoa kwangu, jitoe kwa bidii kwenye biashara yako. Hata kama faida sio kubwa, jitoe kwa bidii, jitoe kwa bidii kwenye kazi yako. Hata kama mshahara sio mkubwa, umetia kazi hiyo Bwana anakuinua, umetia kazi hiyo Bwana anakubariki, umetia kazi hiyo Bwana anakutendea mema. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Sijui kama umenielewa. Lakini nataka ujumbe huu ukalete mageuzi kwenye maisha yako. Amen. Uwe wa kwanza kufika kwenye site yako ya ujenzi kabla ya wafanyakazi. Amen. Uwe wa kwanza kufika kwenye biashara yako. Sio wewe ndio unachelewa, wafanyakazi wamefika, wako nje ya duka, wako nje ya biashara yako, wanakungoja masaa mawili hujafika. Alafu ukifika pale, unajua mpaka wafanyakazi wanaanza kuwasili. Waone bidii yako. Na kupitia bidii hiyo, ili lango lilo wazi la fursa za wenye bidii likupe nafasi. Nasema likupe nafasi. Ukipewa kazi na bosi, anaikadiria kazi itaisha baada ya siku 2, akija kesho yake akute umemaliza. Sio bosi anakupa kazi, anayekadiria siku 2, wewe umalize wiki nzima. Visingizio kibao. Wewe nilikuwa naumwa, wewe nilikuwa na hivi, wewe nilikuwa na hivi. Unajifungia mlango mwenyewe, unajizuilia mwenyewe. Unapewa kazi na mtu, wewe ni fundi mjenzi, wewe ni carpenter, unamwambia ndani ya siku 10 kazi zako tayari. Wewe ni fundi wa cherehani, unamwambia ndani ya siku 10 nguo yako tayari. Hakikisha ndani ya siku 8 hiyo kazi umeimaliza. Amen. Wengi wenu mmepoteza kazi ya 2 na ya 3 kwa sababu hamkuwa na bidii. Una nguo ya mtu paka leo miezi 3. Huyo mpendo kanini asikwazike. Una kazi ya mtu mliokubaliana utafanya ndani ya wiki 2, umeifanya miezi 2, mnagombana, mnakwazana mpaka muongee ibadilishe hiyo tabia. Amen. Kama mtu ataona umemfanyia kazi yake katika ndani ya muda wake, mpendwa, kazi zote za ujenzi utapewa. Kazi zote za shughuli zinazohusu wewe, kama ni kuchomea mageti, kama ni kutengeneza nguo, utapewa. Wapendwa, wengi bidii imeua vipato vyenu. Umepewa nyaraka, zipange hizi nyaraka. Tunakupa siku 2, bosi akute ndani ya siku 1, unamwambia bosi, please njoo uangalie nilivyozipanga. Aseme congratulations, leo tunakula pamoja mchana. Una kazi yako mwenyewe, mfanya biashara, unafunga karanga, na unajua kesho sikukuu. Funga karanga usiku kucha, funga njugu usiku kucha, funga ubuyu usiku kucha. Fanya kile kitu masaa yote. Asubuhi kiamka, watu wanakuta huko tayari.
Si unajishika shika. Wewe unajua bado kuna wageni wanitembelea. Jamani, wanakuta hata mswaki hujapiga hata hujaoga. Mmepoteza fursa zenu wenyewe. Ukirudi nyumbani mwambie Bwana, nabadilisha tabia yangu. Na Bwana anataka kuanza upya. Na Mungu anakwenda kufungua mlango uliokuwa wazi kwa watu wenye bidii. Na utaanza kujikuta kinafanyika kikao cha watu wenye vyeo. Wewe ni mtu wa kawaida, unaambiwa tumekuchagua nawe ushiriki kikao. Kinafanyika kikao cha wafanyabiashara na kabiashara yako kadogo, lakini wanakuona jinsi ambavyo unafanya kwa bidii, watakuita atakwambia na wewe hudhuria kikao. Bwana atakufanikisha kwa jina la Yesu. Weka mkono juu nikuombee. Mungu nabariki watu wako. Hili ndilo neno ambalo Bwana ameniambia. Nimekuwa na bidii kwa muda mrefu, lakini umeniambia niongeze bidii. Nimekuwa nikijitoa kwa muda mrefu, lakini umeniambia nijitoe zaidi. Na hata nisisiogope ibada mbili. Niwe tayari. Kwa sababu hapo ndio mahali pa kutuinua. Na waombea watu hao. Mlango wao kuinuliwa huko wazi. Mlango wao kupandishwa vyeo huko wazi. Mlango wao kuwa mabosi huko wazi. Mlango wao kuwa vitengo huko wazi. Lakini umesema wakaongeze bidii. Mlango wao kupewa safari za kikazi huko wazi. Lakini umesema wakaongeze bidii. Mlango wao biashara zao kupewa mikopo mikubwa na benki huko wazi. Lakini umesema wakaongeze bidii. Na waombea wanapokwenda kuongeza bidii wapandishwe vyeo. Wanapokwenda kuongeza bidii waongezewe mishahara. Wanapokwenda kuongeza bidii wapate wateja kwa wingi. Wanapokwenda kuongeza bidii waunganishwe na wafanyabiashara wakubwa. Baraka hii haitadondoka chini kwa jina la Yesu. Nasema haitadondoka chini kwa jina la Yesu. Kama alivyoonekana Yeroboamu, na wewe uonekane. Kama alivyoonekana Tito, na wewe uonekane. Kama alivyoonekana Timotheo akatumwa na Paulo zaidi ya mara moja, na wewe uonekane kwa jina la Yesu. Na wewe uonekane kwa jina la Yesu, kwamba utatumwa, kwamba utapewa dafari, utapewa huduma, utapewa kila kile kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakubariki mchana wa leo. Ninakuombea ulinzi mchana wa leo. Ninakuombea Bwana kuangazie nuru ya uso wake, na mahali popote penye udhaifu wa kuondolee, na Bwana akakushangaze wiki hii. Ukalindwe dhidi ya kila neno baya, na ukafanikiwe kwa sababu ya bidii ulionayo. Wale wote ambao wanasimama kinyume nawe, Bwana awaaibishe. Bwana awaaibishe, na wengine awakemee, na wengine awatokee, ili kila baraka yako ipokee kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu umenisikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amina. Sema amina.